tukakubaliana tutengeneze ratiba ofisi ya makamu wa rais pale ambayo inaonyesha kila mtu anaenda tarehe ngapi. Kwa hiyo wote tukapangiana siku ili rais aone hakuna wa kumtuma, kila mtu ana kazi ya kufanya. Lakini mwisho wa siku kwenye ile ratiba ambayo nilipangiwa mimi, na mimi rais akanituma mahali kwenye shughuli nyingine tofauti na mazingira. Na jitihada zetu za kukwepa zikufanikiwa. Mwisho wa siku Mheshimiwa Rais alinielekeza mimi ndio nije kumwakilisha kwenye shughuli hii. Lakini tulipojenga hoja ya uzito wa shughuli, Mheshimiwa Rais hakuishia hapo. Ameenda safari kuwakilisha taifa letu kwenye safari muhimu sana ya kikazi nchini Urusi, na mamlaka ya urais nayo akanikabidhi. Kwa hiyo bado ameipa heshima kubwa ofisi yangu, lakini pia ameipa heshima kubwa siku ya mazingira. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa jambo hili. Sasa kwa kuwa namwakilisha Mheshimiwa Rais, nitajitahidi kuongea kirais. Nitaisoma hotuba yake kama ilivyo. Awali yoyote, napenda nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutufikisha katika siku ya leo tunapoungana na jumuiya ya kimataifa kuadhimisha siku ya mazingira duniani. Na washukuru waandaaji wa tukio hili kwa kunialika, lakini vile vile ninawashukuru nyote mlioko katika ukumbi huu, wakazi wa jiji la Dodoma na wananchi wote kwa ujumla kwa kutenga muda wenu kuungana nasi katika maadhimisho haya ya siku ya mazingira duniani. Hii ni siku ya pekee katika mwaka ambapo jumuiya ya kimataifa imeiweka ili kutambua umuhimu wa kuhifadhi mazingira na maendeleo endelevu na kukumbushana wajibu wetu katika kulinda na kuhifadhi mazingira. Ninafahamu kwa maadhimisho ya mwaka huu yamehusisha shughuli mbalimbali. Mtaa mzima unajua maisha ni mwendo wa chapchap. Mtaa mzima unajua maisha ni mwendo wa chapchap. Lakini leo kuna sehemu matumaini yanakutana na suluhisho. Kwa nini unahangaika? Njoo wezesha Mzawa Microfinance. Punguza stress, ongeza maendeleo.